Assalamu alaikum na karibu katika udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Leo ni tarehe 21 mwezi wa 5 mwaka 2026, siku ya Alhamis. Nikualike kunako udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Dakika kadhaa za kutazama namna magazeti ya Tanzania yalivyoandikwa kwenye kurasa zake za mbele. Jina langu ni Shehani Mzaina na hii ni Toka Zamani TV. Kubwa ni kukumbusha, kama ndio mara ya kwanza kabisa unaungana nasi, tafadhali subscribe na bonyeza alama ya kengele. Lakini kubwa, usisahau kuacha comment yako kwa kile ambacho unakitazama kupitia hapa Toka Zamani TV. Asante kwa wale wote ambao wamekuwa wakiandika comment. Tunaanza dukuzi siku hii leo kwa kulitazama gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Lakini kubwa, tunapewa nguvu na The Mart Supermarket ambayo inakupa uhakika wa bidhaa mbalimbali za matumizi ya nyumbani. Lakini bila kusahau maziwa ya mtindi na bidhaa za maziwa kutoka Kondiki Moshi, vinywaji aina mbalimbali, mafuta ya kupikia, sausage bora kabisa kutoka Peramio na bidhaa mbalimbali za nyama. The Mart Supermarket inapatikana Dar es Salaam, Kigamboni, Kibada, barabara ya kwenda darajani. Kwa mawasiliano zaidi na The Mart Supermarket, piga simu namba 0775946447. Fika hapo upate bidhaa zako. Habari Leo, habari iliyopewa kipaumbele ni Tanzania yazidi kufunguka, miradi ya barabara, madaraja ya shika kasi, hadi fungani kutumika kupata fedha. Bilioni 557 za karabati uharibifu El Nino kusini majiji, miji vicheko. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili. Samia ateua majaji 9 mahakama ya rufani, habari katika ukurasa wa 5. Mganga wa kienyeji kortini, kifo cha mwanafunzi IFM, habari katika ukurasa wa 5. Serikali yajiimarisha kuepuka maambukizi ya Ebola, habari kamili ni katika ukurasa wa 3. Samia Kagame kushirikiana nishati, mkataba utahusisha uunganishaji wa mifumo umeme, maendeleo ya mafuta na gesi asili ya habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Habari picha ikimwonyesha Rais Samia Suluhu Hassan akiwa na Paul Kagame wakiwa na waziri wa nishati Deogratus Ndejembi na waziri wa miundombinu ya Rwanda Dr. Jimmy Gasore kulia, baada ya kutia saini ushirikiano wa masuala ya sekta ya nishati baina ya Tanzania na Rwanda kwenye ukumbi wa kituo cha kimataifa cha mikutano cha Kigali, ulipofanyika mkutano wa pili wa uvumbuzi wa nishati ya nyuklia barani Afrika NEISA 2026 juzi. Viongozi upinzani wasifu uteuzi tume ya uchunguzi ya kijinai, habari katika ukurasa wa 4. Mama mbaroni tuhuma za kuzika mtoto akiwa hai, habari katika ukurasa wa 7. Wanahisa NMB wapata gawio la rekodi, habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti ya Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Pamoja na gazeti ya Habari Leo mikononi mwangu, nalo gazeti Mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele ni mtandao hatari ni wa utoaji mimba kwenye nyumba za kupanga, maduka dawa, wengine hupata huduma kwa ujumbe wa simu WhatsApp. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili pamoja na ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Madhara kwa watumiaji, wataalamu wanasema utoaji mimba usio salama husababisha kutokwa na damu nyingi, kuharibika kizazi na hatari ya kifo. Miradi ya barabara sasa kwa hati fungani Ulega, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4. Trilioni 2 kiasi cha fedha ambacho Wizara ya Ujenzi imeomba kwa ajili ya matumizi kwa mwaka wa fedha 2026-2027. Vipaumbele ujenzi ikiwa ni kupunguza msongamano miji mikubwa, barabara kuunganisha makao makuu ya mikoa, ujenzi wa nyumba za gharama nafuu, kuimarisha usafiri wa vivuko nchini, habari katika ukurasa wa 4. Chadema ya mjibu msajili Chatanda hadi ya CCM mtegoni, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 5. Sababu mchungaji Malisa kufutiwa kesi ya uhaini, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 6 wa gazeti hili. Wanahisa NMB kicheko kugawana gawio la shilingi bilioni 305, habari katika ukurasa wa 5. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi katika ukurasa wake mbele Alhamisi ya leo. Pata nakala yako, some kwa ndani zaidi. Gari lako linahitaji huduma ya haraka ya kitaalamu? Usijali, Ara Auto Garage iko hapa kukusaidia. Toa huduma za matengenezo ya magari ya aina zote, service ya magari ya kisasa, matengenezo ya engine na gearbox, kupiga rangi, kuagiza spare parts aina zote, huduma ya breakdown popote ulipo, upimaji wa changamoto ya gari kwa kutumia kompyuta ni bure kabisa, na wewe utalipa matengenezo. Ara Auto Garage ipo Songea mjini, jirani na hospitali ya Mjini. Wasiliana nasi kwa simu namba 0629
205099 au 0789078374 na 0627781106. Usalama wa gari lako ni kipaumbele chetu. Ara Auto Garage, huduma ya haraka, ya kitaalamu na ya kuaminika. Gazeti Majira, gazeti huru la kila siku lenye habari iliyopewa kipaumbele ni bajeti ya Wizara ya Ujenzi ni funga kazi. Ulega tangaza ujenzi wa barabara nchi nzima. Ubunifu wa Mbajeuri kujenga upya nchi. Mwanza Kusini, Arusha, Mbeya kicheko. Habari kamili ni katika ukurasa wa 4. Samia ateua majaji mahakama rufani. Habari katika ukurasa wa 4. Njombe yaibuka kitovu cha madini. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Gazeti hili limeandika TANROADS yarejesha barabara zilizoathiriwa na mafuriko. Habari katika ukurasa wa 4. Rais Mwinyi mgeni rasmi kongamano la wahandisi. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2. Nchi za EAC za jana mkakati kulinda mraji. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2. Meli za mafuta zaondoka Hormuz. Habari katika ukurasa wa 19. Kutopuuza dalili za magonjwa somo kubwa kwa jamii. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 11, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Majira, gazeti huru la kila siku. Gazeti Nipashe mwanga wa jamii lenye habari iliyopewa kipaumbele ni kigogo CCM alikoroga. Ni bosi wa UWT Mary Chatanda alidai akipewa dakika moja tu watapotea. Msajili ailima CCM barua akiipa siku 9 kujieleza. Habari kamili ni katika ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Mwenyekiti wa UWT Taifa Bi Mary Chatanda. Habari picha pia anamuonesha msajili msaidizi wa vyama vya siasa Sesti Nyahoza, mwenyekiti wa ngome ya wanawake ACT Wazalendo Janet Rithe, bila kumsahau wakili Po Kisabo. Bajeti ya kufungua nchi. Habari ni katika ukurasa wa 3, hotuba yake ni katika ukurasa wa 14 pamoja na ukurasa wa 18. Trilioni 2.5 kiasi kilichoombwa kwa ajili ya utekelezaji wa majukumu ya Wizara ya Ujenzi mwaka 2026-2027. Chadema yatinga kumsajili ikipinga tuhuma kwa hoja 50. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4. Waliougua manusura Ebola marufuku tendo la ndoa miezi 3. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 13. Mtuhumiwa mauaji mwanachuo IFM kizimbani. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 5. Gazeti hili pia limeandika NMB weka rekodi geuko na hisa. Habari katika ukurasa wa 19. Daktari shida zitokanazo na pombe huja kwa namna hii. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 11, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe mwanga wa jamii. Gazeti Mwanahalisi linalo mikononi mwangu lenye limeandika safari ngumu ni tume ya jinai yaibua maswali tata, wanasheria wanena. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2. Siri yaanza kuvuja ni baada ya kuvunjwa kwa bodi ya PSSSF. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 6. Wabunge CCM watishwa. Habari katika ukurasa wa 8, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanahalisi katika ukurasa wake wa 2. Uhuru kweli daima lenyewe katika ukurasa wake wa 2 limeandika mwarobaini wa foleni huo hapa utasaidia kuboresha mfumo wa usafiri, kuongeza tija kiuchumi na kuinua ubora wa maisha ya wananchi, kuhusisha majiji ya Arusha, Mwanza, Mbeya, Dodoma, miji ya Pwani, Iringa na Singida. Habari katika ukurasa wa 2. Rais Samia ateua majaji wa mahakama ya rufani. Habari katika ukurasa wa 3. Tume ya uchunguzi wa kijinai yawagusa wasome. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3. CCM imewaheshimisha wanawake Chatanda. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Gazeti hili limeandika mwanzo mwisho simulizi ya mauaji ya Mchina da. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 8. iPhone kubeti janga jipya fedha mikopo elimu ya juu. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 8 wa gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru kweli daima. Zanzibar Leo kwa kweli na wazi lenye limeandika Hemedi ubora wa bidhaa silaha ya kukuza uchumi. Habari katika ukurasa wa 2. Ulega yomba bajeti ya trilioni 2.5 kuimarisha miradi ya ujenzi. Habari katika ukurasa wa 6. Ujenzi wa barabara Mnazi Mmoja Malindi kuanza Juni 1. Habari katika ukurasa wa 2. Dr. Mwinyi afanya uteuzi wa viongozi. Habari katika ukurasa wa 2. Dr. Samia ateua majaji mahakama rufani. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 9. Gazeti limeandika mkutano wa Xi Putin waangazia masuala ya nishati. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 9, na hivi ndivyo ambavyo
limeandika gazeti Zanzibar Leo. Na sasa tugeukie habari za michezo na burudani kwenye magazeti ya michezo na burudani mikononi mwangu, na gazeti Mwanaspoti lenye limeandika Arsenal gumzo 4 idadi ya makombe waliopita wakibeba kombe moja tu, 8 nafasi ya chini zaidi kumaliza EPL ndani ya miaka 22, 18 mabao ya kona iliyofunga msimu huu. Habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Ijayo ni Arsenal dhidi ya Crystal Palace Jumapili Mei 24. Msako wa rekodi ni TPL leo saa 12 na dakika 30 Mkokwani Tanga ni Coastal Union dhidi ya Simba Sports Club. Ripoti maalum elimu sheria mateso kwa mastaa klabu. Habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Ligi kuu leo Alhamis ni Namungo dhidi ya Mbeya City saa 3 usiku uwanja wa Majaliwa, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanaspoti katika ukurasa wake wa mbele. Magazeti ya habari za michezo na burudani. Gazeti Habari Leo limeandika Samia aizawadiwa milioni 50 Tanzanite Queens. Habari katika ukurasa za ndani. TRA ya peta nyumbani. Rio Ferdinand awasa nidhamu vijana. Habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Arsenal yatoa ubingwa baada ya miaka 22. Simba kamili yaifuata Coastal Union. Habari katika ukurasa 23, na hivi ndivyo ambavyo umeandika ukurasa wa nyuma wa gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Nipashe mwanga wa jamii katika ukurasa wake wa nyuma limeandika shangwe ubingwa Arsenal duniani. Henry asema ni ndoto iliyotimia ya mashabiki waliosubiri. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 23. Simba Sports Club majaribuni Yanga mawindoni. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 23 wa gazeti hili. Gazeti Uhuru kweli daima katika ukurasa wake nyuma limeandika Rio usipime kabisa, akiri goli la Chama ni bora, Kabudi ataja ubingwa Arsenal. Habari katika ukurasa wa 23. TFF yawanasa wachezaji wa Tanzania 100 wanaocheza nje. Habari katika ukurasa wa 23. Singida Black Stars ivimbia Yanga. Habari katika ukurasa wa 21. Simba Coastal habatoshi. Habari katika ukurasa wa 23. Makundi Afcon yaibua Kibadeni Mkwasa Pawasa. Habari katika ukurasa wa 23. Arsenal Fall Bata. Habari katika ukurasa wa 22. Da City ahaidiwa milioni 50. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 21, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru kweli daima, na gazeti hili linakamilisha dukuzi habari toka Zamani TV. Asante na kwaheri kwa sasa.